Ufuatao sasa ni utabiri wa mwelekeo wa mvua za masika kwa kipindi cha Machi-Mei 2026. Tukianza na upande wa magharibi mwa Ziwa Victoria ambayo inajumuisha mikoa ya Kagera pamoja na Geita. Maeneo haya tunatarajia yatapata mvua za wastani hadi juu kidogo ya wastani. Na kwa upande wa mashariki mwa Ziwa Victoria ambapo pia inajumuisha mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu pamoja na Shinyanga, ama eneo tunaona kwamba yatapata mvua za wastani kwenda chini kidogo ya wastani. Na katika ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya 4 ya mwezi Februari na wiki ya kwanza ya mwezi Machi 2026, na kwamba mvua zitaweza kuisha katika wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Mei. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, haya maeneo tunaona na tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani kwenda chini kidogo ya wastani, na mvua tunatarajia zitaanza katika wiki ya 2 na ya 3 ya mwezi Machi 2026 na kuisha katika wiki ya 4 ya mwezi Mei 2026. Na kwa upande wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na pia mkoa wa Pwani ikijumuisha pia na visiwa vya Mafia na visiwa vya Unguja na Pemba. Haya maeneo tunaona pia yatapata mvua za wastani kwenda juu kidogo ya wastani, na mvua tunatarajia zitaanza katika wiki ya 2 ya mwezi Machi na vile vile kuisha wiki ya 4 ya mwezi Mei na wiki ya kwanza ya mwezi Juni. Kwa hivyo hiyo ndio tathmini ya mwelekeo wa mvua za masika kwa maeneo ambayo yanapata mvua mara 2 kwa mwaka. Na ifuatao ni angalizo ambalo tunalitoa kwamba kwa kuzingatia changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa na hususa mwenendo wa ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yanaendelea duniani kote, tunatoa angalizo lifuatalo kwamba haya matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo uwezekano wa vipindi vya mvua kubwa yanaweza kujitokeza katika maeneo yote, hata maeneo ambayo tumeeleza kwamba tunatarajia kupata mvua za wastani kwenda chini ya wastani. Lakini vile vile tathmini yetu inaonyesha kwamba tunatarajia ongezeko zaidi la mvua kuelekea mwezi Aprili. Sasa baada ya kutoa mwelekeo wa mvua au uonyeshaji wa mvua kwa kipindi cha Machi, Aprili, Mei, pia tumekuwa na utaratibu wa kutoa tathmini ya athari na ushauri kwa sekta mbalimbali, ambayo tathmini hii inafanyika kwa kujumuisha wadau wa sekta pamoja na sisi wataalamu bingwa wa mamlaka ya hali ya hewa. Sasa kwa upande wa sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari ambayo tumeiainisha ni pamoja na kwamba vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao, hasa katika maeneo yale ambayo tumeainisha kwamba tunatarajia kupata mvua za wastani kwenda juu kidogo ya wastani. Lakini maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani yanaweza kukumbwa na upungufu wa unyevu na hivyo kuathiri ukuaji wa mimea na kusababisha upungufu wa mavuno. Lakini vile vile wadudu waharibifu na magonjwa ya mimea yanayoendana na hali ya ongezeko la unyevu yanatarajiwa pia kujitokeza. Sasa ushauri katika sekta ya kilimo na usalama wa chakula ni pamoja na kuwasisitiza wakulima kuandaa mashamba kwa wakati, lakini vile vile kutumia pembejeo husika kwa kuzingatia hali ya unyevu wa udongo. Na pili, tunaendelea kushauri kwamba wakulima waweze kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani na pia kuzuia mmomonyoko wa udongo na upotevu wa rutuba kutokana na kutuamisha maji kwa muda mrefu au mafuriko, na kuhifadhi maji shambani kwenye maeneo yanayotarajia kupata upungufu wa mvua. Lakini tatu, wakulima tunashauri kwamba waendelee kutafuta taarifa kutoka kwa maafisa ugani kwa kuzingatia utabiri wa msimu na hasa katika
utabiri ambao tunaendelea kuutoa katika maeneo madogo, kwa maana ya utabiri katika wilaya. Na kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari ambayo tumeainisha ni pamoja na katika maeneo yanayotarajia kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani, upungufu wa maji unaweza kujitokeza.